Moja kati ya mambo ambayo mimi na wewe lazima tukubaliane nayo ni kuwa kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika uso wa dunia ana kiwango chake cha mvuto. Wapo wanadamu wenye mvuto mkubwa kuliko binadamu wengine na wapo wanadamu wenye mvuto wa kawaida. Ninaamini utakapotazama video hii mpaka mwisho utakwenda kujijua ikiwa wewe ni moja kati ya wanadamu wenye mvuto mkubwa kuliko binadamu wengine au wewe ni moja kati ya wanadamu wenye mvuto wa kawaida. Kwani katika video hii nitakwenda kuzungumzia ishara mbalimbali ambazo ukiziona katika maisha yako basi ujue wewe ni moja kati ya wanadamu ambao Mwenyezi Mungu amewaumba wakiwa na mvuto mkubwa kuliko binadamu wengine. Kama umevutiwa na video hii, amini mada hii imeandaliwa mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni ishara mbalimbali ambazo ukiziona kwenye maisha yako ujue wewe ni moja kati ya wanadamu wenye mvuto mkubwa kuliko binadamu wengine. Namba 1. Binadamu wengi wanapenda kukutazama kila unapokuwa. Katika ulimwengu wa kisaikolojia, akili ya mwanadamu huwa inashangazwa sana inapoona kitu ambacho si cha kawaida, na hapo ndipo macho ya mwanadamu huendelea kukitazama kitu hicho kwa sababu kimemshangaza mwanadamu kiasi kwamba mwanadamu hachoki kuangalia kitu hicho. Moja kati ya siri ambazo unatakiwa kuzijua na kuziweka akilini. Wapo wanadamu ambao wameumbwa wakiwa na mvuto wa hali ya juu kuliko binadamu wengine, kwa sababu mvuto huo ambao binadamu hao wanao huwafanya wasiwe binadamu wa kawaida mbele ya macho ya wanadamu wengine. Binadamu hao wanapokatisha katika maeneo yenye mkusanyiko wa watu, asilimia kubwa ya wanadamu ambao huwa wapo katika eneo hilo hugeuza shingo zao na kuyaelekezea macho yao katika upande ambao binadamu hao wenye mvuto hupita au wamesimama. Watu wengi watakuwa wanakutazama kila unapopita au kila unaposimama, na mara nyingi utakuwa unajiuliza, nimefanya nini au ni kitu gani ambacho kinaendelea? Mbona watu wanapenda kunitazama sana? Na moja kati ya mambo ambayo yanatakiwa kukupa uhakika kuwa watu wengi wanakutazama kwa sababu wewe ni mwanadamu mwenye mvuto usiokuwa wa kawaida ni pale ambapo binadamu wa jinsia tofauti na yako watakapokuwa wanakutazama kupita kiasi. Kama wewe ni mwanamke, kila unapopita katika maeneo mbalimbali ambayo yana wanaume wengi, utaona asilimia kubwa ya wanaume ambao wapo katika sehemu hiyo watageuza shingo zao na kukukazia macho. Lakini pia ishara hiyo haitaishia kwa watu wa jinsia tofauti na wewe tu, hata watu wa jinsia kama yako watakuwa wanakushangaa kwa sababu wanaona una vitu ambavyo wao hawana. Ukiona ishara kama hiyo, ujue wewe ni moja kati ya wanadamu ambao Mwenyezi Mungu amewaumba wakiwa na mvuto wa hali ya juu kuliko binadamu wengine. Namba 2. Mara nyingi binadamu wa jinsia sawa na yako watakuwa wanakuchukia bila sababu ya msingi. Katika hali ya kawaida, yapo mambo mbalimbali ambayo yanaweza kufanya mwanadamu mmoja akachukiwa na watu wengine, labda kwa sababu ana tabia mbaya au ana dharau au ana kauli mbaya dhidi ya watu wengine. Inawezekana yote hayo wewe hauna. Wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanajitahidi kuwaheshimu watu wengine, wanajitahidi kuishi kwa upendo na binadamu wengine, lakini katika hali ambayo hauelewi chanzo chake ni nini, unajikuta unachukiwa na asilimia kubwa ya wanadamu wenye jinsia kama yako. Mara nyingi binadamu wengine wanakuona kama mtu ambaye unajisikia, wanakuona kama una mashauzi, wanakuona kama mtu ambaye unajikuta mtu fulani mwenye hadhi fulani ambayo hauna. Lakini unapojaribu kutafakari chanzo cha yote hayo ni nini, haupati jibu lolote la msingi ambalo linapelekea binadamu wengi wenye jinsia kama yako wawe na mtazamo kama huo. Ukiona ishara kama hiyo, wakati mwingine ni kwa sababu wewe ni moja kati ya wanadamu wenye mvuto mkubwa kuliko wao, na ndio maana hiyo inakuwa ni kama psychological defensing
mechanism ambayo inafanya wajaribu kukufanya uonekane mbaya ili ufanane nao, kwa sababu wanajua kama wasipokuchafua huenda wewe ukaendelea kuwavutia watu wengi kuliko wao, na hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hivyo ukiona binadamu wengi wa jinsia kama yako wanakuchukia bila sababu yoyote ya msingi, na wakati huo huo binadamu wenye jinsia isiyokuwa yako wanakupenda bila sababu za msingi, basi pigia mstari kuwa hali hiyo ni kwa sababu wewe ni miongoni mwa binadamu wenye mvuto mkubwa kuliko binadamu wengine. Namba 3, mara nyingi unapotokea katika maeneo yenye mkusanyiko wa watu, binadamu wengi wanakuwa wanapenda kukaa karibu na wewe. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na mvuto wa hali ya juu kuliko binadamu wengine huwavutia watu wengi, kwani binadamu wengi wanapenda kukaa karibu na vitu ambavyo vinawavutia na si kuwaboa. Mara nyingi unakuwa ni mwanadamu ambaye unapotokea katika maeneo ambayo yana mkusanyiko wa watu, hata ukijitenga na kwenda kukaa katika sehemu ya peke yako, utaona mtu mmoja baada ya mwingine anaanza kuondoka katika sehemu ambayo alikuwa amekaa mwanzo na kuja kukaa karibu na wewe, na hali kama hiyo inakuwa inajirudia mara kadhaa kwenye maisha yako. Yani linakuwa ni jambo ambalo hata wewe linakushangaza, kwani wakati mwingine hata ukijaribu kuondoka katika sehemu hiyo na kwenda kukaa katika sehemu nyingine, utaona watu wanaondoka tena na kuja kukaa karibu na sehemu ambayo wewe umekaa. Utakapoona ishara kama hiyo, wala usijiulize mara mbili, ujue hali hiyo inasababishwa na hali ya mvuto ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka ndani yako. Yani wewe ni moja kati ya wanadamu wenye mvuto wa hali ya juu kuliko binadamu wengine, na ndiyo maana asilimia kubwa ya wanadamu wanatamani kuwa na wewe. Namba 4, asilimia kubwa ya watu ambao unakutana nao katika maisha yako wanatamani kutengeneza urafiki na wewe. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, asilimia kubwa ya binadamu wanapenda kuwa karibu na binadamu ambao wamewavutia. Kama nilivyokuambia, kiwango cha mvuto kwa mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine hutofautiana. Wapo wanadamu wenye mvuto wa kawaida na wapo wanadamu wenye mvuto mkubwa kuliko binadamu wengine, na tukubaliane kuwa hakuna mwanadamu asiyekuwa na mvuto kabisa. Jambo ambalo ukiliona kwenye maisha yako, basi ujue wewe ni moja kati ya wanadamu ambao Mwenyezi Mungu amewaumba wakiwa na mvuto wa kiwango cha hali ya juu kuliko wanadamu wengine. Ni pale ambapo asilimia kubwa ya wanadamu ambao utakuwa unakutana nao kwenye maisha yako watakuwa wanatamani kutengeneza urafiki na wewe. Wengi watajichekesha mbele yako, wengi wataomba mawasiliano yako, wengi watajaribu kufanya vitu ambavyo wewe unavipenda ili mradi waweze kukuvutia uingie katika mzunguko wa maisha yao, yani wafanikiwe kuwa na urafiki na wewe. Ukiona ishara kama hiyo, basi ujue wewe ni miongoni mwa binadamu ambao Mwenyezi Mungu amewaleta katika uso wa dunia wakiwa na mvuto wa hali ya juu kuliko binadamu wengine. Namba 5, asilimia kubwa ya wanadamu wanakuwa wanatamani kukusaidia hata kama haujahitaji msaada wao. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na mvuto wa hali ya juu kuliko binadamu wengine, hawa ni watu ambao hata wanapokuwa katika changamoto mbalimbali, pamoja na kuwa wanaweza kuzikabili na kuzishinda changamoto hizo, lakini binadamu mbalimbali ambao wanawaona watu hao hupenda kujitolea kwa ajili ya kuwasaidia watu hao hata katika nyakati ambazo hawajaombwa msaada. Na ndiyo maana hata unapokuwa unatembea kwa mguu katika barabara, watu wengi wa jinsia tofauti na yako wanakuwa wanasimamisha vyombo vya moto ili wakupe lifti, hali ya kuwa hautamani kupewa lifti na yeyote. Na si katika lifti tu, ni katika shida mbalimbali ambazo unapitia, hata kama unaweza kuzivumilia na kuzimudu, watu wengi wanakuwa wanaomba kukusaidia badala ya wewe kuomba wakusaidie. Ukiona ishara kama hiyo, inawezekana wewe ni miongoni mwa binadamu wenye mvuto wa hali ya juu kuliko wanadamu wengine. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana.